Jambo ambalo nataka niwaambie Watanzania waelewe, kuna mtu anajiuliza Coopbank bwana ni benki mpya, tutaweza kuhudumiwa? Nataka nikwambie falsafa moja rahisi sana. Mara nyingi sana ukifanya kazi na watu ambao ndio wanaanza, ndio wanaokuhudumia kwa umakini zaidi, kwa sababu wanataka kuhakikisha na wao wanakuwa wakubwa kama wengine ambao mnawajua. Lakini kuna wakati mwingine tunaenda kwa watu ambao tunadhani wakubwa, kumbe wamesharidhika na level walizoko. Kwa hiyo wanakuhudumia kibosi na nini. Sasa unapokuja Coopbank, unakutana na watu wana kiu ya kumhudumia mtu. Kwa hiyo kwanza nimefurahi kujoin timu ambayo nilikuwa naangalia watendakazi wa mahali hapa. Yaani ukiingia kwenye corridor za humu ndani, watu utafikiri wamevaa viatu vya matairi. Huyu kaingia katoka, huyu katoka, hivi kakimbiza faili, huyu kamhudumia huyu. Hili ni jambo ambalo la kuigwa. Kwa hiyo mimi nimefurahi kupata nafasi hii. Lakini jambo lingine zuri ambalo nimelipenda, ukiachilia mbali kwamba Coopbank ni benki ya kibiashara, lakini kusikia kwamba wakulima wamekumbukwa kutokea hapa, hilo ndio mkamaliza kazi kabisa. Yaani hapo ndio mmemaliza kazi. Nchi hii ina namba kubwa ya wakulima ambao hamna mtu anayewaangalia kwa namna ya upekee kama ambavyo benki hii inafanya. Sasa jiulizeni, mimi kama mwakilishi wa wakulima wa taifa hii wa kujitolea, kwa nini tusiichague benki hii? Kwa hiyo mimi nimekubali kuwa balozi, na nitakuwa balozi ambaye nafanya kazi nazidisha kwenye mkataba. Yaani yale maelekezo ambayo nimepewa kwenye mkataba uishie hapa. Nina hakika nitavuka vile ambavyo mmenielekeza, kwa sababu nina shauku ya kuhakikisha Watanzania wanafanya kazi, wanaweka hela zao hapa. Umezungumza kitu kuhusu hiyo juhudi. Hiyo juhudi account. Wewe fikiria, unaingia kwenye ile account ambalo ukiweka mzigo unachagua wewe uchukue ile faida mwanzo au uchukue dusko mtaani wanasema. Nani aliwahi kufanya kitu cha namna hii? Hakuna. Ngoma inakupatia mpaka 13.5. Yaani huo mzigo unaweza yaani una milioni zako 300 hapa. Wengi hapa tunajua mnamiliki hela ndefu. Una milioni 500 umeziweka kwenye benki, alafu unazichukuaga tu za matumizi. Katika hizo na zinazidi kupungua, zinazidi. Hapa unaleta hiyo 500 yako unaweka ukitaka ukabidhiwe hiyo 13.5, ile siku umeweka mzigo unakabidhiwa, au utakuwa unachukua kidogo, unataka kuchukua wewe mwisho wa mwezi, jamaa wako sawa. Baada ya miezi 3 wako sawa, unataka kuchukua kwa mwaka wako sawa. Tupate wapi benki kama Coopbank? Tunapata wapi? Benki ambayo imetuzindulia ile kitu inaitwa Copesa. Kwanza ile Copesa ile ninachoipenda ile Copesa, huduma ya Copesa ile, unapotumia ile application, ndugu yangu Nangai, utamu wake ni nini? Hela inahitaji usiri. Yaani hela yoyote ni lazima iwe ina namna unaweza ukawaambia watu kwa namna ya siri. Na kwa ajili ya Copesa unaweza kumuomba mtu hela bila mtu kujua unaomba hela, kwa sababu inaisharika, una ishara unaziweka. Kwa hiyo ukimwambia mtu hivi anajua unasema Pesa. Una haja ya kutamka herufi. Tafuta benki nyingine ambayo ina huduma ya hivyo ya kisiri. Unaweza kupata ishara kwa hiyo kitu. Kwa sababu kuna zetu wale wanazungumza kwa namna ya kwa alama zile, si ndio wale? Sasa akifanya kazi mtu na Coopbank anaenjoy kwa sababu vitu vyetu vinatamkika kwa ishara au kwa sauti. Hili ni jambo kubwa, si ndio? Lakini nimependa jambo lingine, taifa hili liko na vijana wengi, liko na wanawake wengi kwenye mnyororo wa thamani ya kilimo. Benki hii imewakumbuka. Leo unaambiwa hapa kuna zaidi ya bilioni 7 point something huko kwa ajili ya vijana na wanawake walioko kwenye mnyororo huu. Hasa jiulizeni wanawake, mnataka Mungu awape nini tena? So tukija hapa, hatuji hapa kuongea story, tunakuja kukuonyesha vile ambavyo benki inafanya, na wewe uje uache story za kungangania kutaka kuombewa kwamba kwenye vitu ambavyo tayari Mungu ashafanya. Yaani hapa Mungu ashafanya. Hii haihitaji kuombewa ili uweze kupata mapato. Wewe fikiria hiyo kwenye juhudi, unataka maombi ya kuweka hela sehemu afu upewe hela mwanzoni. Hiyo inahitaji maombi, si kuja tu hapa na mwanane Coopbank ufanye vitu na maisha yaendelee. Kwa mimi binafsi nimefurahi sana jamani, na niwaahidi tu viongozi wangu, mimi nikipewaga kazi, hamna kazi ambayo niliwahi kuifanya vibaya. Haijawahi kutokea kwenye CV zangu.